Kwanza ni sababu mmesema mmepaka hii kitu mambo watu toe tu hivi ili nizungumze vizuri nieleweke. Ndugu zangu na dada, na wasalimu hamjambo. Kwanza kabisa dada yangu na waziri mwenzangu Madam Cecily Kariuki ambaye ni waziri wetu wa maji na irrigation, ambaye pia ni rafiki yangu. Naweza fanya kazi na mtu lakini sio rafiki yangu, ni kazi tu mnafanya. Lakini tunafanya kazi na pia ni rafiki yangu. Tulikuwa hapa mwaka uliopita, tukaenda kwa miradi mbalimbali na tumerudi leo hapa. Pia wakati tulikuja hapa leo asubuhi, nimeandamana pia na mwenzangu ambaye pia ni rafiki yangu mkubwa sana, waziri wetu wa afya Mheshimiwa Mutahi Kagwe, ambaye ameenda hospitali na gawa na kukagua miradi ya hospitali pale. Sababu tulikubaliana kwamba tutakuja tufanye kazi zote. Tutakuwa katika hospitali na sisi tuwe na mkutano wa hapa wa usalama, na kutoka hapa tunaenda kufungua ofisi zetu. Alafu kisha baadaye tutakutana sisi wote na viongozi wengine wa Nyandarua. Ndugu yangu Inspector General of Police Mr. Hilary Mutyambai, ndugu yangu Regional Commissioner wetu Bwana Wilfred Nyawanga, na County Commissioner na timu yetu yote ya security ambayo iko hapa. Mimi ninawashukuru sana nyinyi viongozi wa usalama mkiwa hapa na wenzetu ACCs, TCCs na pia chiefs na assistant chiefs. Kwa sababu shida gani iko hapa? Sawa. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru nyinyi machifu na manaibu wenu ambao wengi hawako hapa, ninajua kwa sababu ya shida ile tuko nayo ya COVID-19. Hatuwezi sisi wote kukongamana ama kukusanyika zote, inatubidi kwa tukutane wachache, lakini mtawapelekea ujumbe vile tumeongea leo, vile tumekubaliana na nyinyi. Ninawashukuru sana kwa ile kazi ambayo nyinyi mnafanya. Vile mnajua kila wakati kusema tu ukweli, na hivi si kujifuna ama kuwa dihaki wenzetu katika serikali. Sisi katika ngao, nyinyi machifu na manaibu wenu, nyinyi ndio mko na crown ya serikali, na nyinyi wote mkiwa na hiyo uniform mmevaa, unajua nyinyi ni wakilishi wa nani? Nyinyi ni wakilishi wa nani? Wakilishi wa rais. Sababu kila mahali unapofanya kazi wewe unamsimamia na unamwakilisha rais wetu. Ile kazi nyinyi mmefanya hapa katika Nyandarua, ninawapongeza na ninawapea heko, kwa sababu wakati tulianza mambo ya huduma namba registration hapa Nyandarua hatukuwa na shida, na ni kwa sababu ya kazi yenu nzuri. Wakati tulifanya census hatukuwa na shida yoyote kwa sababu ya kazi yenu nzuri kama machifu na manaibu wenu. Mimi ninawashukuru sana. Wakati tulianza mwaka huu, tuliamrishwa na rais wetu kwamba tuhakikishe kwamba tumesajili watoto wetu wote, na watoto wetu wote wapate vyeti vya kusaliwa, na wale ambao wamehitimu wapate vitambulisho. Hata ingawa tumekuwa na janga hili na shida hii tumekuwa nayo ya COVID-19, sehemu zingine za jamhuri yetu ya Kenya wamechelewa kidogo kwa sababu ya hii shida, lakini hapa Nyandarua nimefahamishwa leo asubuhi kwamba tumemaliza backlog na tumefikia ile deadline tulipewa na Mheshimiwa Rais ya same day service hapa Nyandarua. Kwa hivyo sasa mtu akitaka kitambulisho anapata, mtu akitaka cheti cha mtoto cha kusaliwa anapata siku hiyo hiyo. Kwa hivyo kwa upande huo mnaongoza nchi yetu ya Kenya.
na ni kwa sababu ya kujitolea kwenu kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wamesajiliwa. Nimeambiwa leo asubuhi pale kwa ofisi tuko na vitambulisho 600. Nimemwambia county commissioners zungumze na hawa deputy county commissioners na nyinyi machifu, wahakikishe kwamba mnapita round hao watu 600 ambao wamewaja kitambulisho chao pale, kila mmoja wao apate kitambulisho, ili wakati watu wetu wanahitaji huduma wanapata huduma bila shida yoyote. Kwa hivyo kwa sehemu hiyo, kwa hayo yote, mimi nawashukuru na ninashukuru regional commissioner wetu na county commissioner na timu yetu ya regional na county security ile ambao tumekuwa nayo. Ninawashukuru sana. Jambo ambalo mimi nafikiri limetuleta hapa, na niwaambie tu ukweli, kama mnavyojua kila wakati lazima tuzungumze na tuambiane ukweli kama viongozi. Jambo ambalo mimi limenikasirisha kabisa ni mambo ya wizi wa mifugo hapa na mauaji ya wanawake pande hii. Naambiwa huko Ujororok tuko na mama aliuawa na mtoto. Chifu wa hiyo location ni nani? Hiyo location haina chief. Wewe ndio chief wa hiyo location? Buku cha pande hii. Na hii mambo ya wizi wa mifugo hapa, wakulima wanahangaishwa, watu wanapiwa hapa. Ndio nasema hiyo sio mambo ya card rustling. Navutia huyu jamaa kiti hapa kwa sababu nataka aniambie kama tunaweza kuendelea kufanya kazi na yeye, watu badilishane leo. Tafute chief mwingine, kwa sababu mambo kama hayo hatuwezi kukubali. Umepata watu waliua yule mama? Umewapata? Lazima uwapate. Kama utaniambia wewe na police commander wako kama wako, tutafute mtu mwingine tumpe kofia. Hapo. Sababu hatuwezi kukaa namna hii, ndugu zangu na dada. This county is not that big. Unfortunately enough, this is a settlement area. Watu tunajuana, we have a very strong infrastructure here ya kushirikiana na viongozi wa kanisa. Tumeombewa hapa na kiongozi wetu wa kanisa. Tuko katika makao ya kanisa wakati huu. Nyandarua has got a very strong social network that is supposed to support our security infrastructure. Hii shida inatokana, it must be that we are weak. Kuna shida mahali ambayo inatuletea hii watu wetu kusumbuka namna hii. This county is leading in dairy farming. When farmers cannot sleep in peace, ti watu ng'ombe inaibwa hapa, mwingine ng'ombe inachinjwa huko inapelekwa huko. Alafu tunakaa tukisema no ni cat rustling. Cat rustling unajua ni ile mtindo wa kuibiana ng'ombe ya kidamaduni. Eti wakati huu tunatahiri vijana fulani wanaenda kuoa, ili sasa tunaenda kutafuta ama kusaka mifugo kutoka pande ile ili tusaidie vijana wa pande hii waoe. That is what is called cat rustling. What is happening in Nyandarua is systematic crime that is supported and heavily funded by people who are engaged in this exercise. Hatuwezi kuishi namna hii. We will not live this way. Sasa leo kwa sababu mmetuitia kazi, unajua we will not come here if this kind of madness was not going around here. Tumekubaliana leo, county police commander, are you here? Tumekubaliana na IG, mkubwa wako ndio huyu hapa, inspector general. Tumekubaliana, we are launching an operation here. And we will detail a special team, special crime prevention team, which we will embed here in Nyandarua. Na hiyo ikiingia mahali lazima tufunge hiyo kazi. Na kuanzia sasa mpaka hiyo maneno imalizike, yeyote ambaye atahusika na hiyo maneno, awe mtu wetu chief, awe assistant chief, awe nani, wewe tutapelekana na wewe mpaka tuhakikishe kwamba we have sorted this problem out. This is organized crime. Let's not pretend ya kuambiana hapa it is cat rustling, cat theft and so on. And we are not going to be in a country where ordinary farmers, our wakulima hapa ambao wanauza maziwa, are not going to sleep because of our weakness. We have tolerated some funny people around here who are engaged in systematic crime. They are stealing livestock from people and slaughtering the livestock, selling meat here, taking some of the meat to Nairobi and so on. We will put down a crack team here, tumekubaliana na IG, and that team will be on the ground until we have caught the last
of those characters. Na sisi ni serikali, hatuwezi kushindwa. Yule ambaye anafanya hiyo maneno, kama wewe unamjua, umwambie sasa tumekuja, tuko tayari kukubaliana na kukaa na yeye. Kama anataka tukae, tuambie vile anataka. Because we cannot be government and our farmers are suffering the way they are suffering here. The level of cattle theft in Nyandarua has become alarming. And the most frustrating aspect of it ni kwa sababu it is affecting dairy farming in this part of our country. Na tunakubali tu eti ni cattle rustling, ni watu wanaiba. Hatuwezi kukubali maneno kama haya. Hatuwezi. Na nyinyi chiefs, where these things are happening in your location, you must know who is doing these kinds of things. You have a team who can assistant chiefs na wale wengine. You cannot give excuses like this brother here is telling me he doesn't know. Since that murder happened several weeks ago, he doesn't know. Ajui. Sasa kama chief ajui, polisi hawajui, wananchi wataenda wapi? Who is supposed to know? If the chief does not know, chief doesn't know, assistant chief doesn't know, security people don't know, my friends, then we have no business being in employment. Tunalipwa kutumikia wananchi. How can our people suffer the way they are suffering na sisi tuko hapa tunalipwa kila mwezi? We will not have this kind of thing. Sasa mimi tukubaliana hivi, mambo ya it's not cattle rustling, it's cattle theft. This systematic crime that's going on in Nyandarua must come to an end, and all of us are going to be on duty. Nyinyi chiefs na sisi, together with the team we are embedding here that we are sending from the headquarters, to ensure that we sort this problem out once and for all. Thirdly, mimi nakubaliana, Nyandarua is doing very well on COVID-19. The Minister for Health has just told us Nyandarua has not reported one case. Lakini tafadhali tushirikiane na county government na viongozi wa afya to enforce all the regulations tumepewa. And this one applies both to you na machief wote across the country. Because we have seen, kuna mahali tumeanza kuona sasa watu wameanza kulegea. Eti some chiefs are beginning to allow intimidated crowds huko kwa matanga, sijui nini. Hiyo hakuna. Na mumepewa amri, mnajua what we are supposed to do. It is for the sake of our people. We must find a way of ensuring that we help our people. We survive this crisis. Hii ni shida imekuja kwetu sisi wote. Some of these things we are doing, we are not doing them because we want to do them. We are not doing them because we love doing them. I mean, who can love telling people to reduce their number of those who are attending a funeral? I mean, we are Africans. We celebrate people even when they have passed away. And we come together as families and we stand around our people when they have had a tragedy. But now we are in a difficult situation. Lazima tuelewe, na pia nyinyi chiefs tueleze watu wetu pole pole. You know, this is not a usual time and we are not doing this because of usual circumstances. Hii ni kitu ambayo tunahitaji kufanya. Sisi wote tusaidie wenzetu katika Wizara ya Afya, tuhakikishe kwamba mipango yote hii ya kuzuia mambo ya COVID-19 tumeifanya na tumeendelea kufaulu. Kwanza nyinyi Nyandarua, because you don't have a single case, mimi nawaomba tafadhali na tunawaombea Mwenyezi Mungu mkae hivyo bila kesi yoyote ya COVID pande hii. Naambia watu wetu mkikutana nao katika kule mijini huku, villages where you meet families, let us observe what we are told by our colleagues in the Ministry of Health. That is the only way we are going to survive. And for us in the Ministry of Interior and Coordination of National Government, we have been charged with the responsibility of ensuring that we enforce these containment measures. Let us enforce them. But I want to plead with you, my brothers and sisters, even when we are enforcing this, let us remember, these people we are trying to persuade to respect the containment measures are the people for whom we work. These are the people for whom we have been employed. So let us be gentle in the manner in which we do this, but firm, and let us also pay attention to their rights. Hii kitu sometimes concerns me. Kila wakati ukiona watu wetu wakiteswa ama mtu akiumia na ameumizwa na viongozi wa usalama, this is not right. Because as a country, I go back to what the president says all the time. We are a family, and we rise or fall together when we stand together as a family. Mmoja wetu anaweza kufanya makosa, lakini tumueleze kwa upole na upendo. We can be firm but not violent.
the manner in which we deal with our people. So I ask you, please, let us enforce the measures, yes, but let us do so with a measure of respect for human rights, respect for our people. Sometimes, especially you chiefs, employing methods of counseling our people and working with Nyumba Kumi officials and our wengine will take us very far. It's not always that, you know, forcing people will give us the results that we desire. Sometimes patient, persuasive negotiation and discussion with our people will give us the results that we desire. So waambie assistant chiefs win mahali popote waliko that is the way in which we want to work. They have to be firm, but let them do so in a gentle manner.